Mpenzi mtazamaji, ni leo tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Ni katika viwanja vya Arafa hapa, muda mchache kabla ya kuanza rasmi ibada katika viwanja hivi vya Arafa. Tumetembelea moja kati ya banda ambalo wako taasisi ya Tauhidi na wengine, moja kati ya taasisi kongwe sana katika ibada ya hija ambayo inafanya vizuri. Lakini ni naye hapa mbele yangu mwenyekiti wa naye mbele yangu Injinia Musa Nati, ambaye atajieleza yeye ni nani, hali ya hija mwaka huu anazungumzaje, na mahujaji wamekuja nao wangapi. Karibu Mheshimiwa Injinia Musa Nati. Asante sana Saimu kwa kukaribisha na kupata chochote kutoka kwangu kuhusu ibada ya hija ya mwaka huu. Ni kweli kwamba mwaka huu nao pia tumeweza kufanikiwa kuleta idadi ya kutosha ya watu kuja kufanya ibada ya hija kama watumishi wao. Kama ilivyo kawaida ni kwamba tumekuwa tunaleta takriban watu zaidi ya 120 kila mwaka, japo mwaka huu tumeweza kufikia idadi hiyo ya watu 120 ndio tuliokuja nao katika kufanya ibada ya hija mwaka huu, na mpaka sasa watu wote wako salama na wamekamilisha ibada yao ya umra. Na jana tuliondoka hoteli usiku wa kuamkia jana kwa ajili ya kuja kwenye viwanja vya Mina. Kwa sasa hivi kwa kweli kama ulivyosema, tuko hapa Arafa tukisubiri, nafikiri ndani ya masaa mawili au 1.5, basi baada ya kusali dhuhuri watu wataanza kufanya maombi maalum kama ulivyo utaratibu wa siku zote. Idadi ya mahujaji mmekuja nao 120. Kama nilivyoeleza, tumekuja na watu 120 kutoka nyumbani, na wote walifika na kuwahi ibada yao ya umra na wote wako salama. Je, kuna changamoto gani katika ibada hija mwaka huu? Mwaka huu kwa kweli joto nalo kama mwaka jana, joto ni kali kama unavyoona, na kwamba ushauri umetolewa na mamlaka kuwa watu wote wawe ndani, hasa hapa kwenye viwanja vya Arafa, na tunategemea hii hali itakuwepo kwa siku 2-3 zinazokuja. Changamoto nyingine nadhani wamejitahidi, kwa kweli hakuna changamoto kubwa zaidi ya kuwapa shukrani za dhati mamlaka ya hapa Saudia kwamba wamejitahidi sana katika kuhakikisha kuwa maeneo mengi yameandaliwa vizuri. Maeneo ya Mina safari kuna tofauti kubwa, maeneo ya hapa Arafa nadhani kama mwaka jana ilivyokuwa, na wamejitahidi sana kwa sababu wewe unapopata mgeni mmoja tu nyumbani unahangaika kweli kweli. Sasa watu 2 wamekufikia, kwa kweli wanastahili pongezi kwa kile ambacho wameweza kukifanya, kuhakikisha kuwa wanatupa maji ya kunywa, wametupa maji ya kuoga, wametupa kila kitu ambacho anastahili mgeni. Kwa kweli tumekipata, sio jambo dogo, jambo hili ni kubwa na wanastahili pongezi. Mwenyekiti, unatoa wito gani kwa watu wanaohitaji kwenda hija labda mwakani na changamoto mlizozipata mwaka huu? Kilio changu ni kile kile Saimu kila mwaka. Na jambo hili linasikitisha kidogo kwamba mwamko kwa watu wetu ni mdogo sana kwa ajili ya kuendea ibada ya hija. Kila siku najaribu kutoa hizi namba, lakini zinasikitisha. Kuna watu nafikiri Indonesia wanaweza wakakaa miaka 15 wanangojea zamu ya kuja hija, na wao wanaleta watu karibu 290,000 au zaidi ya 200,000. Na nafasi imejaa. Sisi nafasi yetu watu 30,000, lakini tunakuja watu 3,500, asilimia 10 tu ya idadi ambayo tunapaswa kujaza kwenye kota yetu. Kwa hiyo inaonekana mwamko sio mkubwa. Ni jukumu la kila Muislamu nyumbani kuhamasishana, jamani, tuje tufanye ibada. Haijalishi unakuja na tauhidi, lakini njoo ufanye ibada ya hija. Na hii nafikiri hamasa inatakiwa labda tuanze kufanya na watoto wadogo nyumbani, kwa sababu kuna vizazi vingine labda vizazi vyangu mimi havisikii. Tuanze labda na watoto, tutafute namna ya kuhamasisha watoto, tusijaze hizi kota, kwa sababu hii ibada ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Kila siku nakwambia sasa hivi mtu ni rahisi sana, yani akipata hela kununua gari. Muislamu atanunua gari, ikichoka anaongeza nyingine ya pili, atanunua nyumba. Lakini ibada ya hija haina nafasi kwa Waislamu wengi, lakini kitu ambacho utaulizwa nacho, na sisi jukumu letu ni kutangaza ibada ya hija. Kwa hiyo bado naendelea kusisitiza kuwa ibada hii ni nguzo ya dini,
na Mwenyezi Mungu anatutaka tuje tufanye ibada hii, na ni jukumu la kila Muislamu kuhakikisha anaandaa mazingira ya familia yake, ya watoto wake na yeye mwenyewe kuja kufanya ibada ya hija. Shukrani mwenyekiti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ndugu zangu, mimi naitwa Alhaji Haji Rashid Chata. Nimekuja, hii ni hija yangu ya 3. Hija yako ya 3? Ya. Ya kwanza mwaka gani? Kwanza nilikuja miaka 2 ya nyuma. Nilikuja kujijia mimi mwenyewe, nilikuja na mke wangu. Mwaka jana nikaja tena na mke wangu kuwajia wazazi wetu wa kike ambao wameshatangulia mbele za haki. Mwaka huu tulitiania tena tukaja, ndio hivi tuko sasa hivi kwa ajili ya kuwajia wazazi wetu wa kiume. Miaka yote hii umekuja na taasisi gani? Na tauhidi pekee yake. Kitu gani kimekuvutia unaacha taasisi ziko nyingi mpaka unakuja na tauhidi? Kwa kweli sijaona kosa au kitu kinachonibugudhi katika maisha yangu yote haya. Yaani hija zangu zote hizi 3 nimekuja tauhidi, mambo yako sawa sawa kabisa, sina tatizo lolote. Ninalolifuata ni kubwa zaidi ya hivi tatizo vidogo vidogo ambavyo vinatokea. Kwa hiyo niko na naweza nikapa asilimia 90+ tauhidi, kwa sababu mimi kama hujaji nimekuja mara 3, sijapata tatizo la kunibugudhi, la kunifanya mpaka niahirishe au nitafute ndani nyingine. Ningepata basi ningeahirisha kama mnavyoniona. Lakini ujumbe mkubwa naotoa kwa ndugu zangu, hii hija ni nguzo kama nguzo zingine. Manake ni wajibu wetu sisi kama nguzo nyingine tunayotimiza, ni wajibu wetu sisi kutimiza nguzo hii. Watu wanasema kwa wenye uwezo, kabla uwezo hujafika kwanza tumuombe Allah, kwa sababu kunatakiwa uitwe, sio uje hivi hivi, kwa sababu kuna watu wana fedha huko mjini lakini mpango wa hija haupo kabisa. Kwa hiyo uwezo ni second. The first thing ni kutia nia, muombe Allah kuite. Una hela, una pesa, una nini? Watu wanakuja hapa kategori tofauti. Wengine wenye pesa zao wanakwenda benki, wanachukua, wanalipa mara moja, wanakuja hapa. Wengine wanaduguliza polepole, na wengine hawana kabisa, hawajatoa kitu lakini wanakuja hapa. Sasa wewe ni nani ambaye una excuse ya nguzo hii? Hakuna mwenye excuse. Kwa hiyo ndugu zangu wote mnaonitazama hapa, nyinyi mnawajibika na nguzo hii. Tunazungumza habari ya uwezo huo baada ya kutia nia. Tia nia, muombe Allah akulete huku, utakuja. Mimi hija 2 nimezifanya hizi. Nilipokuja hija ya kwanza nilitia nia kabisa kwa Bwana, naomba Mwenyezi Mungu anijalie nimuijie mama yangu, naomba Mungu anijalie nimuijie baba yangu. Na ndio maana leo niko hapa. Allah anasikiliza, sio pesa tu peke yake. Angeweza akazikata katikati hapo, lakini Allah anasikiliza. Na wapeni ujumbe huo kwamba jamani, kila mtu anawajibika kuja kutimiza nguzo hii ya 5. Kwa hiyo kwanza tia nia. Una hela, una madeni, kwanza tia nia, alafu utaona Mwenyezi Mungu anafanya kitu yake. Nyote mtakuja hapa na mambo yatakuwa mazuri. Hakuna chochote zaidi ya nia kwanza. Wenye hela tumewaona wapo kwa wanakaa, wanapiga bia, wanakwenda kwenye mastarehe, wanasafiri kwenda nje kwenye mahoteli, kwenye holiday na wake zao na familia zao. Wana hela. Kwa hiyo uwezo ni kitu cha mwisho. Kwanza tia nia kwa Bwana, nadhamiria Mwenyezi Mungu anijalie niende hija mwakani. Tutakuona. Kabla ya kumaliza yote kwa yote, Dar es Salaam unapatikana wapi na wewe shughuli zako ni nini? Mimi Dar es Salaam napatikana Makongo Juu, nyuma ya chuo cha ardhi. Na shughuli zangu mimi na kampuni yangu ndogo tu ya mambo ya ardhi, upimaji ardhi, lakini mimi nashughulika na mambo ya vifaa vya upimaji ardhi. Kwa hiyo niko Makongo Juu. Hujailisha vizuri kupima ardhi kwa vipi? Kupima ardhi, vifaa vya kupima ardhi maana yake unapima barabara, vile vifaa vinavyotumika kupimia ardhi. Mimi ndio line ambayo nimespecialize, lakini professionally mimi ni surveyor bwana. Mtu akikuhitaji hapa, ungetaja namba yako ya simu? Maana mambo ya ardhi nimpe ushauri kuhusu hija. Ukipiga tu hapa hija umekuja ndugu yangu. 0786 0786 33 57 02. 0786 33 57 02. Piga hiyo nikupe dondoo za kuja hija. Wengine akili zao wanahisi akija hija anafilisika, hela zinapotea. Wewe mwaka wa 3 kutoka umeanza kuja hija, vipi hali yako ya kimaisha na shughuli zako? Zinaongezeka shekhe, hao wanazungumza kinyume hao. Ukija hija, kwanza hija wenyewe wanasema hii hija tatizo sio kuja hija. Tatizo ni maisha baada ya hija. Maana yake yale mabaya huku tunapewa mambo mazito sana pamoja na hizi tunazifanya, lakini hotuba tunazopewa huku, madarasa tunapewa huku ni mazito. Kama mtu msikivu ukirudi wewe utabadilika kabisa. Utakuwa mtu ambaye unafuata line ambayo itaingiza pesa, sio line ya kukaribia pesa. Kwa hiyo mimi hilo nakataa. Ukija hija unajifungulia milango yako ya riziki. Njoo hapa fungue milango ya riziki, una milioni 800 ongeza zaidi. Zitaongezeka inshallah kwa mapenzi hapa.
Kwa hiyo hilo mimi nalikataa kwamba ukija hija hela zinapotea, hapana. Hela zinaongezeka. Hela zimeongezeka. Na mimi kila nikija hija nikirudi kwenda kabla sijarudi nasikia pesa nilizotumia zote zimesharudi kwenye akaunti. Katika shughuli yangu. Sasa wewe unaniambiaje kwamba hija inapoteza pesa? Si kweli. Kwa hiyo ndugu zangu, nawaombea sana ndugu zangu wote wa Tanzania tufunguke. Hii hija ni nguzo kama nguzo zingine, kama una swali pamoja na hii unahitajika nayo. Asalamu alaykum. Ampe na mwenzako. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Changamka kama mwenzio anakuangalia wapi? Ukipoza shauri zako. Muhammad Mishare kutoka mkoa wa Kagera, wilaya ya Misenyi. Wilaya ya Misenyi. Naam. Wewe umekuja na taasisi gani? Tauhidi. Ulijuaje tauhidi hiyo toka Misenyi? Nilijua kutoka kupitia vyombo vya habari. Vyombo vya habari. Kwa kweli na washauri wenzangu wote wanaobaki huko wapitie shirika hili, kwa kweli ina huduma nzuri na pale tulipokuwa tunakwazika kidogo tukiwaona viongozi wanasawazisha haraka. Kwa kweli tunamshukuru Allah, tuko hapa leo katika viwanja vya Arafa. Alhamdulillah, na washauri wenzangu wote wa Misenyi, Bukoba, Karagwe wote wapitie tauhidi. Hebu wataje majina mawili matatu rafiki zako wenye hela wenye uwezo wenye nia kule. Waambie uko Arafa hapa. Muhammad Sidiki, rafiki yangu Sakibu Selemani, hawajaenda pamoja na Rajabu Yunus, wote na waombea kwa Allah awafikishe hapa pamoja na mwanangu Ashura. Hija yako ngapi? Mimi ni hija ya kwanza. Nafsi yako inajisikiaje leo huko katika viwanja vya Arafa? Alhamdulillah rabbil alamin. Basi Mungu akufanyie wepesi. Allahumma amin. Maji bado niko kwenye banda la tauhidi, mashallah mahujaji wako wengi, wamechanganyika. Kusikia mabanda, usifikie mabanda ya kawaida, ni mabanda kama haya kisasa zaidi. Karibu mheshimiwa. Alhamdulillah. Mimi naitwa Engineer Saleh Juma. Mwaka huu alhamdulillah nimesafiri na taasisi ya Tauhid kuja kufanya ibada ya hija. Namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka tumefikia leo, tuna afya njema. Na ibada yetu toka tumeanza kufanya umra pale Maka na leo tunaendelea vizuri alhamdulillah, tunashukuru na tunataraji Mwenyezi Mungu atazipokea ibada zetu ambazo tunafanya. Nchini umekuja peke yako au na mama? Alhamdulillah, mimi ni mara yangu ya tatu sasa nakuja, kama unakumbuka. Niliwahi kuja 2018, nikaja 2022 na nimekuja sasa 2025 na nimekuja na mke wangu pamoja na dada yangu. Mashaallah. Alhamdulillah, tunashukuru Mwenyezi Mungu kutukaribisha tena kuwa miongoni mwa wageni wake katika mji wake mtakatifu. Kitu gani injinia kinakuvutia mpaka kila mwaka unakuja na taasisi ya Tauhidi? Hebu mlishe mtazamaji hapa ajue. Kwanza sio tu taasisi ya Tauhidi. Kwanza mimi nimesafiri sehemu nyingi katika nchi katika hii, lakini safari ya huku imekuwa ya kipekee. Yani pamoja na kwamba sio safari luxury kama ambazo umezifanya sehemu nyingine za kupumzika, lakini kila ukija huku moyo wako unapata amani, yani unajikuta kama umeuisha maisha yako tena. Kwa mimi napenda kuja na Tauhidi kwa sababu angalau inafanya ambacho natamani. Sisemi wengine wafanye, lakini inawezekana Tauhidi wanafanya vile ambavyo mimi natamani. Kwa naendelea kumwomba Mwenyezi Mungu next time nije tena mpaka pale Mwenyezi Mungu atakaponitoa kwenye mgongo wake huu wa ardhi. Lakini pia niwaambie watu waje. Tuna wakati mgumu kwa kweli. Yani ibada tunapewa nafasi nyingi kama nchi ya Tanzania, lakini bado watu wanaokuja ni wachache. Nadhani labda hatujafanya uhamasishaji mkubwa au watu bado wanaogopa, wanaendelea kuwa na dhana zile kwamba mpaka umalize mambo yako ndio uje huku. Hii mambo sio sawa, sababu ibada ya hija haikufanyi mtu kubadilika kuwa malaika, lakini kwa hakika mtu atakayefanya ibada hii atakuwa anachunga makosa yake, na hii ndio jambo kubwa sana ambalo tunalihitaji binadamu, kuwa anachunga makosa yake na kumwonea haya Mwenyezi Mungu. Hilo ni jambo kubwa sana. Shukrani. Alhamdulillah rabbil alamin. Naitwa Salha Mohamed Kasim. Na alhamdulillah namshukuru Mungu kwa kujalia leo hii tuko hapa katika viwanja vya Arafa ikiwa tuko katika ibada ya hija. Namshukuru Mwenyezi Mungu pia kujalia kusanyika na Waislamu wengine nchi mbalimbali, mataifa mbalimbali, tukiwa tunatimiza nguzo hii ya 5 ya dini ya Kiislamu. Namshukuru Mwenyezi Mungu tena kwa mara nyingine kwa kunijalia kuvikanyaga viwanja hivi vya Arafa kwa mara ya 3. Allah aliniwezesha kwa mara ya kwanza kufanya hija yangu mwenyewe mwaka 2010.
ambapo alhamdulillah nilihiji mimi pamoja na mama yangu na nilikuwa pia na kaka yangu. Na najua utaniuliza kwa nini nimependa kuja Tauhid. Kwanza Tauhid kwangu mimi is like a family, kwa sababu viongozi wa Tauhid, marehemu Badria alikuwa ni rafiki yangu, na ndio nilikuja naye mara ya kwanza pamoja na wenzetu mwaka 2010. Lakini kitu ambacho zaidi kilinivutia kipindi kile ni jinsi ambavyo nilipata misaada ya kumshughulikia mama yangu. Mama yangu alikuwa ni mtu mzima na alikuwa ni mgonjwa, lakini alhamdulillah tuliweza kumsaidia kutimiza akafanya ibada yake kama inavyotakikana, akamaliza hija yake yote kwa salama, kwa msaada wa viongozi wa Tauhidi pamoja na wenzangu, tukisaidiana kuhakikisha kama mama anafanya naye hija yake kama inavyotakikana. Na labda niseme katika ibada hii haijalishi kwamba lazima mtu awe ni tajiri ili kuja kufanya, au awe ana uwezo mkubwa, au awe ni nia, kwanza kutanguliza nia. Lakini pia na kujiombea dua. Tukifika katika viwanja hivi vya Arafa, tuombe dua sana kwamba Mungu atujalie turudi tena na tena, kwa sababu utakapoiomba dua Mwenyezi Mungu akikubalia, utajiona kweli unarudi. Mimi alhamdulillah nimerudi tena na narudi tena. Nimekuja tena mara nyingine kufanyia mdogo wangu ambaye ni almarhumu amefariki. Mdogo wangu ambaye alikuwa anamlea alifariki na kuacha mtoto, kwa hiyo nikaona zawadi ya pekee ya kumfanyia, kwa vile nilimlea basi nikamfanyia na hija. Na hivi sasa nimekuja tena kumfanyia mdogo wangu mwingine ambaye alifariki mwaka jana. Kwa hiyo mlolongo wa kuja kufanya hija hii ni kwa sababu ni ibada ambayo inaleta ukumbusho, kama tulivyo hapa, inaleta ukumbusho wa akhera, inaleta ukumbusho wa siku ya kiyama, inatia hofu ya Mungu, kumwogopa Mwenyezi Mungu na kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye ni mkuu. Na hili linaonekana zaidi pale ambapo mimi hisia zangu zaidi zinakwenda katika wakati tunapofanya sai. Ninapowaona wanaume wa baba wazima kutoka nchi tofauti wanafika sehemu ya kukimbia pale Majikoti, wanakimbia, wanafika sehemu ya kusema hapa sasa hivi tufanye kitendo, wote wanafanya. Ni ibada ambayo ina discipline ya hali ya juu katika dini yetu ya Kiislamu, na tunatakiwa Waislamu tufuate hii discipline, kwamba kitu fulani kinafanyika, tukio fulani linafanyika siku fulani, ni siku fulani na muda. Kama siku ya leo Waislamu wote ambao wamekuja kufanya ibada ya hija wako katika viwanja vya Arafa. Hakuna mtu mwingine yote ambaye amekuja kufanya ibada ya hija siku hii ambayo hatafika hapa Arafa. Na kama hakufika hapa, basi ibada yake hija itakuwa haikukamilika. Lakini nataka nitoe wito kwa vijana, hususan vijana wale ambao tayari wana uwezo wa kuja kufanya ibada ya hija, basi waje sasa hivi, kwa sababu ni ibada ambayo inahitaji siha na afya njema katika kutekeleza hii ibada, hasa katika mazingira tuliokuwa nayo. Hii nchi ni nchi ya joto, lakini na bahati nzuri ni katika kipindi hiki chote tunafanya hija, joto ni kali sana. Kwa hiyo inabidi vijana ambao wanaweza kufanya zile kazi, wanaweza kuzitumia zile nguvu zao hasa, kwa sababu inahitaji pia na nguvu, ili tuweze kukamilisha haja hii katika kipindi kile ambacho mtu ana afya yake, kuliko vile akakaa mpaka akawa mzee, nguvu zimeisha, afya tena inapotea, ndio akasema bismillah niende kufanya hija. Kwanza huwezi kujua kama utafika umri wa uzee, lakini kama katika umri wa ujana umepata wesa, umepata uwezo, wasia na pamoja na fedha za kukuleta huku, basi ni busara uje kufanya sasa hivi, ili ufurahie, uenjoy, unafanya ibada, unaenjoy jinsi ambavyo unafanya ibada yako kwa furaha, unashirikiana na watu wengine. Tunawaona wazee jinsi ambavyo wanapopata shida na wagonjwa wanapopata shida, pia wanatia shida na wale ambao wanawaleta. Si kama ni shida, lakini kidogo inaonekana kuna uzito, kuliko ni mtu akawa kijana mwenyewe akafanya hii ibada kwa mwenyewe. Kwa hiyo wito wangu, kila ambaye ana uwezo, siha, afya, lakini pia na kipato, aje kufanya ibada hii. Na ibada hii haina masiku mengi. Ibada hii ni siku 5 tu au 6 inamalizika. Kama hutaki kufanya mambo mengine, siku 5 6 tayari shamaliza hija yako. Kwa wale ambao wana kazi, wametingwa na kazi nzito za ofisini, ambao labda anakuwa tabu kupata ruhusa, basi kuanzia mwezi 8 mpaka mwezi 14 ushamaliza hija, unakwenda zako. Unafanya umra kabla, then unakuja unakamilisha ibada yako. Alhamdulillah, sisi tumekamilisha tayari ibada ya umra. Tumeshafanya umra kwa sababu tunafanya sisi hija yetu ya tamattu. Tumefanya umra, tumepumzika kidogo Maka. Tumeanza jana mwezi 8 ya Tarwiya, tumehirimia hija.
Tumelala Mina, tumekaa Mina usiku, alfajiri karibia tumekuja zetu hapa Arafa. Tukitoka hapa Arafa usiku wa leo inshallah tukimaliza tunakwenda zetu Muzdalifa. Tukitoka Muzdalifa siku 3 zitakazobakia kuanzia kesho kufika Muzdalifa inshallah tutaanza kupiga mawe kwenye Jamarati al-Aqaba. Siku nyingine tena 11, 12 tunamaliza majamarati yote matatu, na mpaka tarehe 14 tukiweza tunamaliza siku 3 au siku 2 zaidi. Hija imemalizika. Yaliyobakia ni matembezi, kuangalia sehemu za historia na mambo kama hayo, kwenda kutembea kwenye msikiti wa Madina, kuangalia mji ambao aliishi Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayo tena hizo ni ziara, lakini ibada kama ibada inamalizika ndani ya siku 5 mpaka 6 ibada ya hija. Na kama hujafanya umra na ile siku ulikuwa umefanya umra, na umra ni masaa machache sana baada ya kuhirimia, na mara nyingi kuhirimia kwenye ndege. Kwa wale ambao tunakuja kwa ndege, kwa wale ambao wametokea Madina labda watahirimia kwenye msikiti kwenye mikati. Ukifika unamaliza umra masaa machache, baada ya kufanya tawafu na sa'i umemaliza, unanyoa umra umalizika. Kwa hiyo hardly ni 1 week umemaliza ibada yote ya hija. Kwa hiyo wasiogope, vijana waje wafanye ibada hii ya hija ambayo ni wakifanya mara moja, naamini watatamani warudi tena na tena kuja kufanya ibada hii. Ile ladha ya ibada utaiona baada ya kumaliza, kwa je nije na mapokesho na mwaka uliopita. Kwa hiyo haya ndio ambayo machache nilikuwa nayo kwa siku ya leo. Assalamu alaykum.